Nyingine ambapo imefika wakati wa kuanza mkutano wetu na ibada yetu ya usiku wa leo. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha usiku wa leo na tena kuwasalimia katika jina la Yesu. Hamjaboni? Nami sijambo. Nashukuru Mungu kwa sababu ni neema yake imetuleta mahali ambapo tumefika, na hivyo tunamshukuru Mungu jioni ya leo. Ningependa tuweze kuomba na ili tuweze kuendelea na mkutano wetu wa usiku wa leo katika jina la Yesu. Na kwa hivyo tuombe na tuweze kuendelea. Mtakatifu wa rehema, kwa jina la Yesu Kristo, twaja mbele zako, tunakutukuza, tunakuinua. Nasema ni asante kwa sababu ya nafasi nyingine ambayo Bwana umetupatia usiku wa leo, ili tuwe na nafasi ya kuendelea na somo letu la leo. Kwa hivyo tunajikabidhi mikononi mwako na tunaamini ya kwamba kwa hakika utaweza kutubariki tuendelee hapo. Bariki wasikilizaji wote na wale ambao watajiunga nasi usiku wa leo, uweze kuwabariki na kuwatenda mema kila jambo. Mwokozi wa ajabu, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata tunakushukuru. Amen. Basi ni nafasi nyingine nzuri kama vile tumesema, ili tuweze kuendelea na ujumbe wetu usiku wa leo, na itakuwa ni vizuri katika jina la Yesu. Tumekuwa tukiongea kuhusu ile hali ya kusifu na kuabudu, na niseme ya kwamba somo hili ni muhimu sana sana, na Mungu anatafuta wanaomwabudu kwa kweli na roho, na hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba ni vizuri kumsifu Mungu, kumwabudu Mungu. Na kabla ya kufikia ile hali sasa ya kusifu na kuabudu, tuliweza kuanzia ile hali ya ukuhani. Kasema ya kwamba lazima kwanza tuangalie habari ya ukuhani. Tumeangalia ukuhani wa Agano la Kale, jinsi makuhani walivyokuwa wanatakiwa kuwa. Kwa hivyo sasa hii inatuelekeza katika ukuhani mpya, na ukuhani mpya ni ule wa Agano Jipya, na tumeangalia mambo kadhaa tunapoendelea kujilinganisha na ule ukuhani wa zamani na kazi ambazo ziliweza kufanywa na wale makuhani wa zamani. Na tuliweza kupitia kama kazi 9 hivi ambazo wanafanya wale makuhani wa zamani, na pia jinsi ambavyo maisha yao inastakiwa kuwa ama ilivyotakiwa kuwa. Na kwa hivyo tukaendelea mpaka mahali tuliona ya kwamba nasi pia tumefanyika makuhani wa siku za leo, na katika Agano Jipya sisi tumefanyika kuwa makuhani. Na kwa hivyo kuna mambo tutakayoendelea kuangalia. Tulikomea mahali ambapo tulikuwa tunaangalia vile watu wa Agano Jipya wanastahili kuwa, na kwanza tukasema wanafaa kuwa wana wa Mungu, na ndio sisi tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Na baadaye tukaona ya kwamba pia baada ya kuwa wana wa Mungu tumefanywa kuwa makuhani kwa ajili ya Mungu katika wokovu na pia katika ufalme wa Mungu. Sisi wote tumefanyika kuwa makuhani. Pasia la hekalu liweza kukatika, ili ya kwamba tuwe na upenyo na tuwe na ruhusa wa kujipeleka mbele za Bwana kwa njia ya maombi
kwa njia ya ibada ama kumwabudu Mungu, na kwa hivyo ibada na dhabihu zetu zitakubalika mbele za Mungu. Na sasa leo tutaona jambo lingine katika ule wakati huu wa Agano Jipya. Pia tunapaswa kuwa wenye utimilifu. Kuwa wenye utimilifu. Tunaposema utimilifu, kwanza tunaweza kusoma katika Wakolosai 2 na mstari wa 10. In the book of Colossians chapter 2 verse 10. Ya kwamba ole ya umefika pale. Samahani kidogo, tutasoma Kolosai 2 na mstari wa 10. Inasema hivi, nanyi na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Kwa hivyo sisi tumekuwa complete ama tumekamilishwa ama tumetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka, na huyu si mwingine ni Yesu. Kwa hivyo katika agano hili mpya sisi tumetimilika, na yule kuhani wa zamani alifaa kuwa yule aliyetimilika, kwa sababu kuna ile masharti. Ukiangalia katika mambo ya Lawi ndio Leviticus 21 na mstari wa 17. Mambo ya Lawi, Leviticus 21 verse 17. Kuna vile huyu kuhani wa zamani alitakiwa kuwa. Kumbuka ya kwamba tunaongea hayo yote tukielekea ni mtu wa aina gani Mungu anatafuta awe wa kumwabudu, awe wa kumsifu, ni mtu wa aina gani. Kwa hivyo tutaendelea kuguzia na kuona mambo yale tunapolinganisha ukuhani wa zamani na ukuhani wa sasa, maana makuhani ndio wanatakiwa kumwabudu na kumsifu Mungu. Biblia inasema hivi katika Leviticus 21 verse 17, inasema hivi, nena na Haruni umwambie, mtu awaye yote wa kizazi chako wewe katika vizazi vyao, aliye na kilema asikaribie kusongeza chakula cha Mungu wake. Kwa kuwa mtu awaye yote aliye na kilema hata karibia mtu kipofu au kiwete au mtu aliye na pua iliyoharibika au aliye na kitu kilichozidi vimpasavyo mwili, au mtu aliyevunjika mguu au aliyevunjika mkono au aliye na kichongo au aliye kibeti au aliye na kilema cha jichoni au aliye na upele au mwenye buba au aliyevunjika mapubu. Mtu awaye yote wa kizazi cha Haruni kuhani aliye na kilema asikaribie
kusisongeza sadaka za Bwana kwa njia ya moto, ana kilema huyo asikaribie kusongeza chakula cha Mungu wake. Kwa hivyo unakuta ya kwamba ilikuwa kuna masharti ni sawa, ilikuwa kuna masharti ya kwamba yule mtu awe ni yule ambaye amekamilika. Hii ni hali ya kimwili, kwa sababu tuliona mambo ya zamani yalikuwa kivuli cha mambo ya kiroho ya sasa. Kwa hivyo tukija katika mambo ya sasa ya Agano Jipya, haya mambo yote yanatajwa. Lazima huyu kuhani wa kisasa awe ni yule ambaye amekubalika katika maisha yake, awe amekubalika, yani awe ametimilika, asiwe na kilema chochote katika mambo ya ndani, mambo ya kiroho, na ili aweze kumtolea Mungu dhabihu. Na kwa hivyo akipatikana mtu awaye yote ambaye ana upungufu ama ana mapungufu na yeye ni kuhani, basi huyu hafai kutoa dhabihu mbele za Mungu. Na hiyo iliangaliwa sana katika nyakati hizo za zamani. Kwa hivyo pia katika nyakati hizi za leo, kila kuhani anafaa kuwa ni yule ambaye hana kilema chochote. Yeye ni mtu ambaye anaweza kuvutia akiwa mbele na madhabahuni pa Bwana, na basi yule mtu anaweza kuendelea katika ile hali ya kumwabudu Bwana. Tumesoma katika Wakolosai ya kwamba sisi tumetimilika kwa ajili ya yule aliye kichwa, naye si mwingine ni Yesu Kristo. Ameweza kutimiliza na kuweza kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo hili ni jambo ambalo tunaweza kuona ya kwamba katika Agano Jipya sisi tumefanyika wana wa Mungu, na pia sisi ni makuhani. Jambo la tatu, tumeona ya kwamba sisi tumetimilika, na kwa hivyo hatuna jambo lolote ama ulemavu wa kiroho ambapo unaweza kuzuia tumwabudu, tumsifu Bwana ama kutoa dhabihu itakao kubalika mbele za Bwana. Na jambo la nne ni katika Agano Jipya tunapaswa kuwa na watu ambao wametakaswa. Hili ni jambo lingine ambalo lilifaa katika ule ukuhani wa zamani. Katika ukuhani wa zamani watu walitakiwa kuwa wametakaswa ili waweze kutoa dhabihu. Kwa hivyo hawangekubalika kuingia katika hema ya makutano, maile ya kukutania, bila kuwa kwanza wameweza kutakaswa. Tuone katika Mwanzo, Genesis 35 verse 2. Genesis ama Mwanzo, ama pia tunaweza kuanzia mstari wa kwanza, Genesis chapter 35. Na kwa yule ambaye anajiunga nasi, tunaendelea na somo letu la kusifu na kuabudu. Kusifu na kuabudu, lakini tunaweka msingi kwanza katika hali ya kuangalia ukuhani wa zamani. Kazi ya kuhani ilikuwa nini? Hayo yote tumeshughulikia, na tunaendelea kuona sasa walifaa kuwa namna gani wale makuhani. Mungu alitaka kuhani wa aina gani? Kwa sababu kuhani ndiye Mungu anayetafuta wa kumwabudu, wa kumsifu kwa njia inaofaa katika nyakati zetu. Mwanzo 35 na mstari wa kwanza, Biblia inasema, Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Betheli, ukakae huko,
ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mujisafishe, mkabadili nguo zenu. Kwa hivyo unakuta ya kwamba Yakobo kuna kitu aliweza kufunuliwa ya kwamba haiwezekani mtu ajenge madhabahu na amtolee Mungu dhabihu akiwa ana miungu migeni. Kwa hivyo njia moja ya kujitakasa ni kuondoa kitu chochote ambacho kinajiinua ama kimekalia nafasi ya Mungu wetu. Hatuwezi kumwabudu Mungu ambaye ni Mungu wetu, muumba wa mbingu na nchi, kama kuna vitu zingine ambazo zimejiinua ama kuna vitu zingine tumeweka nafasi ya Mungu. Kwa hivyo akawaambia watu wa nyumba yake ya kwamba ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, ili muweze kujisafisha, mkabadili hata nguo zenu. Na kwa hivyo hili ni jambo ambalo waliweza kuelezwa haiwezekani ya kwamba kumwabudu Mungu. Jambo hili Musa naye alirudia kwa Waisraeli katika Kutoka 19 na mstari wa 10, Exodus chapter 19 verse 10. Musa naye akarudia jambo hili. Tunaangalia habari ya utakaso. Watu wa Mungu sharti wajitakase ili waweze kutoa dhabihu ya kumsifu na kumwabudu Mungu kule kwa kweli na kule kwa njia ya Roho ama ndani ya Roho, ili dhabihu ile ikubalike mbele za Mungu. Katika Kutoka 19 na mstari wa 10 inasema hivi: Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakazivue nguo zao. 11 wawe tayari kwa siku ya tatu, maana siku ya tatu Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa wote. Kwa hivyo watu walipotaka kwenda kukutana na Mungu na wakasema ya kwamba si lazima Musa awe akimwendea Mungu peke yake, wanataka hata wao kumwendea Mungu, kumtembelea Mungu, kusikia vile Mungu anavyoongea. Na kwa hivyo wakapewa nafasi, kwa sababu kama hawangeweza kujitakasa, basi wengi wangekufa, kwa sababu Mungu hataki uchafu. Mungu hataki watu ambao wamejinajisi wakaribie katika mlima wake ama mahali ambapo yeye ako. Yeye anachukia dhambi na mambo yote na uchafu wote. Kwa hivyo alitaka watu wale waweze kunawa. Ingawa wale watu walipoambiwa ya kwamba ni wakati wa kuweza kujitakasa, walitafuta maji, wakanawa, wakaoga, wakavua nguo zao, na kwa hivyo bado walikuwa na ule uchafu wa ndani. Na kwa hivyo sasa Mungu hangekubalia, aliweka mpaka ili wasije wakakiuka ule mpaka, wasije wakapita mahali ambapo Mungu aliweka mpaka, na kwa hivyo wangekufa wengi sana. Na kwa hivyo nasema ya kwamba waliweza kusikia yani gurumo na wakaweza kusikia ya kwamba hawatastahimili tena kukaribia, na wakamwambia Musa, sasa wewe ndiye utakaye kuwa ukikwea katika mlima na kupokea yale Mungu atakao kueleza, na baadaye tutaweza kuachilia ama kutenda vile Mungu ambavyo amekueleza.
waliona hili ni jambo kubwa sana na gumu, si kama vile walivyotarajia. Katika ukuhani wa Agano Jipya inafaa kujitakasa kwa ndani, inafaa kuwa tayari, inafaa kujiweka watu ambao wametakasika. Maana kusifu si kama kule kusifu kwa watu wa ulimwengu, si kama vile kuona ya kwamba mtu achukue nafasi hiyo aimbe tu kwa sababu imesemekana ni wakati wa kusifu ama kuabudu. Maana kuna wengi wanafanya hivyo ndio, lakini kumbe hiyo haikubariki mbele za Mungu. Mungu anaangalia roho, anaangalia vile ambavyo mtu amejiweka katika maisha yake. Katika Tito ama Titus 3:5, Tito, kitabu cha Tito ama Titus 3:5 inasema hivi: si kwa sababu ya matendo. Soma Titus chapter 3 verse 5. Tito 3:5. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba sisi sio kwa ajili ya matendo yetu tuliyoyatenda eti ndio yamefanya tukubalike vile tulivyo siku ya leo, bali kwa rehema za Mungu na kuoshwa na kuzaliwa mara ya pili na kufanywa upya. Hii kazi ilifanywa kwanza na Roho Mtakatifu ambaye yeye ndiye aliyetuzaa. Maana wokovu wetu ulipatikana ama kuzaliwa kwetu kulihusishwa na Roho Mtakatifu na tukaweza kuzaliwa mara ya pili. Sasa tumeoshwa na ndiposa tumekubalika mbele za Mungu katika Agano Jipya, ili tuweze kutoa dhabihu itakao kubalika mbele za Mungu. Kwa hivyo ni vema kuelewa mambo hayo. Kwa hivyo basi inafaa kuwa na ule utakaso. Naamini ya kwamba kuna somo ambalo tuliweza kuwa nalo na tuliweza kuongea sana habari ya utakaso. Tulipokuwa tunaongea habari ya wokovu, tuliongea habari ya utakaso kwa kirefu, na kwa hivyo Mungu anataka tuoshwe, tutakaswe na ili tuweze kubadilika. Na sasa tukishaoshwa, matokeo ni gani? Matokeo ya kuoshwa kwa damu, kwa neno na pia kwa roho. Maana hizi vitatu vinatumika kuoshwa kwetu: neno la Mungu, damu ya Yesu na hata Roho Mtakatifu zinahusika kutuosha, ama zilihusika kutuosha ili tuwe wasafi na tukubalike mbele za Mungu. Na pia damu ilitumika, damu ya ng'ombe, damu ya kondoo ilitumika wakati wa zamani ili kunyunyiziwa watu kwa ajili ya utakaso. Lakini sasa damu ya Yesu imehusika kwa ajili ya utakaso wetu, na pia neno ambayo sasa zamani ilikuwa ni maji, lakini kwa sasa ni neno ambalo linafananishwa na maji, na pia sasa Roho anahusika katika ule utakaso wetu. Basi ni nini kinachotendeka? Ni nini kinachofanyika? Matokeo ni gani? Katika Waibrania 10:22, neno ambalo linafahamika na wengi, tunaona ya kwamba kitu cha kwanza ambacho kinabadilika ni kitu ambacho kinaitwa dhamiri. Katika Waibrania 10:22, Hebrews chapter 10 verse 22 inasema hivi: na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani,
hali tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamiri mbaya. Tumeoshwa mili kwa maji safi. Kwa hivyo matokeo ya utakaso unakuta ya kwamba sisi dhamiri zetu bazo tulikuwa na dhamiri mbaya, sasa zimebadilika, zimeoshwa, na sasa tumeachana na zile dhamiri mbaya, na ili dhamiri zetu ziwe zinakubalika mbele za Bwana, hata tunapoendelea kumtolea ile dhabihu ya kuabudu na kusifu tukiwa mbele zake. Tokeo la pili ama lile jambo lingine ambalo limeweza kutendeka ni katika Zaburi 24 mstari wa 3 hadi wa 4. Zaburi 24 mstari wa 3 hadi wa 4. Pia sehemu ingine inaobadilika Biblia inasema hivi: ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Tunasoma katika Zaburi 24, Psalms 24 verse 3. Inasema, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mstari wa 4. Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila. Kwa hivyo tunaona katika ule mstari wa 4, pamoja na dhamiri kubadilika kwa ajili ya utakaso, sasa pia mikono yetu inakuwa misafi, tunaoshwa mikono. Na kuhani wa zamani alitakiwa dhamiri yake iwe safi, mikono yake iwe safi. Sasa mwandishi wa Zaburi anauliza, ni nani atakayepanda patakatifu pa Mungu? Ni nani atakaye karibia mlima wake? Ni yule aliye na mikono safi. Hili ni jambo lingine ambalo linafaa kuwa na yule kuhani, na yule mtu akiinua mikono yake safi mbele za Mungu, anapomuinua, basi ibada ile inakubalika. Tunapomsifu Mungu tukiinua mikono yetu mtakatifu iliyo safi mbele za Mungu, basi huyu Mungu atapokea ibada yetu. Bwana apewe sifa. Na jambo lingine ni hili, ya kwamba huyu mtu ana moyo mweupe. Tokeo lingine ama tukisha takazwa tunakuwa na moyo mweupe, na hivyo ndivyo inasema pale katika mstari wa 4 ya kwamba yule mtu ambaye atakayepanda pia atakayesimama mahali patakatifu ni yule aliye na moyo safi ama moyo mweupe katika maisha yake, na itakuwa ni vizuri na ataweza kukaribia Mungu wetu. Maana katika Yakobo 4 na mstari wa 8, James chapter 4 verse 8, ya inasema hivi: mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kusafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Kwa hivyo unakuta ya kwamba mikono inatakiwa kuwa safi, na pia mioyo inaambatana hiyo. Dhamiri iwe safi, mikono iwe safi, na hii mikono haiwezi kutenda dhambi, haiwezi kutenda mambo mabaya. Na kwa hivyo itakuwa nimesema katika James ama Yakobo 4 na mstari wa 8. Kwa hivyo tukisha kuwa na mikono misafi
na mioyo safi, pia tutaweza kumkaribia Mungu naye atatukaribia. Si watu wote Mungu anawakaribia. Tunapoenda kumusifu Mungu, kumwabudu Mungu, ni njia ya tunataka kumkaribia Mungu, na kwa hivyo kwa njia ile ya kuwa tumetakaswa, basi yule Mungu sharti ataweza kukaribia. Mungu hataki kukaribia mahali pana dhambi, mahali pana uvundo ama harufu mbaya. Anataka mahali ambapo watu wameoga ama wamejitakasa, wamenawa, wako sawa, nguo zao, mioyo yao, kila kitu kiwe sawa mbele za Bwana. Na basi hao watu ndio Mungu anaowatafuta. Kumbuka tuliona katika Yohana 4 mstari wa 23 ya kwamba Mungu anatafuta kama hawa watu ili wawe wa kumwabudu, na kwa hivyo anatafuta watu wa aina hii. Jambo la 4 ama tokeo la 4 katika yale mambo tunaoangalia: dhamiri safi, mikono safi, moyo safi. Jambo la 4 tunaona katika Zaburi 51 na mstari wa 17, Psalms 51:17, tunaona Biblia inasema hivi: dhabihu za Mungu ni roho iliyovujika, moyo uliovujika na kubodeka, Mungu hata udharau. Kitu kingine ambacho kilihitajika kwa kuhani wa zamani na kinahitajika pia kwa kuhani wa sasa ni kuwa na roho ama moyo uliovujika. Hii ni hali ya unyenyekevu. Mungu hataki watu ambao wanajiinua. Hapana. Mungu hataki watu ambao wana kiburi. Yeyote ambaye ni kuhani, ambaye ameitwa na Mungu, ambaye amefanywa na Mungu kuwa kuhani, sharti awe na ile hali ya kunyenyekea. Na kwa hivyo huyu mtu anaponyenyekea, basi Mungu atakubali dhabihu yake. Na kwa hivyo tumesoma ya kwamba dhabihu za Mungu ni roho iliyovujika, moyo uliovujika na kubodeka. Hiyo Mungu hata idharau. Kwa hivyo tunapoendelea kujitayarisha ili kuingia katika somo hili la kusifu na kuabudu, sharti tuwe na moyo utakaobodeka, utakaovujika mbele za Bwana, na Mungu ataweza kupokea dhabihu zetu. Na jambo la mwisho ama ile hali ya mabadiliko ama matokeo kwa yule mtu ambaye ametakaswa na ameitwa kumwabudu Mungu ni kwamba tukisoma katika Zaburi 89, 89, Psalms 89:7, naamini ya kwamba tunaambatana vizuri tukiendelea kuangalia kuhani na mtu yule ambaye anafaa kumwabudu, msifu Bwana, kutoa ile dhabihu itakao kubarika. Ni mtu wa aina hii. Katika Zaburi 89:89, Psalms 89:7 inasema hivi: Mungu huogopwa sana barazani kwa watakatifu, ni wa kuhofiwa kuliko wote wanaomzunguka. Kwa hivyo ni ile hali ya uchaji na kicho cha Mungu. Ni ile hali ambayo tunaweza kusema yule mtu anamcha Mungu, kwa sababu Mungu anaogopwa sana. Mungu si wa kuchezewa vile watu wanamchezea. Hata watu wengine kwa sababu ya kutomjua Mungu wanamchezea, wanaweza kusema mambo fulani, mambo machafu,
kwa sababu hawamjui, na pia Mungu ni wa kuhofiwa kuliko wote wanaomzunguka. Na kwa hivyo wale ambao wanamcha Mungu lazima watatoa dhabihu itakayokubalika mbele za Mungu. Unakuta wale watu wanavujika mbele za Mungu. Unakuta wale watu wanapiga magoti yao mbele za Mungu. Wanaweza kulala chini mbele za Mungu kwa sababu ya vile ambavyo wanamuenzi huyu Mungu, wanamuogopa, na si kwa midomo tu, bali kutoka kwa mioyo yao wanamuogopa Mungu. Na kwa hivyo kuna mambo mengi wanaepuka ili waweze katika kila hali kuoneshana ya kwamba wanamuogopa Mungu, wanamcha Mungu, na hivyo ndivyo Mungu alivyo. Tunapoendelea tunaweza kuona sasa, baada ya utakaso pia kuna kule kuvikwa. Yule kuhani wa zamani, kuna zile vitu alivikwa. Kuna nguo ama kuna mavazi aliyovikwa katika mwili wake, na alielezwa ni mavazi ya aina gani. Sasa kuhani wa sasa amevikwa mavazi ya wokovu, kama vile mwandishi wa Zaburi anasema, Zaburi 132 mstari wa 16, Psalms 132 verse 16. Buka ya kwamba tunaangalia ukuhani wa kale na ukuhani mpya ama wa sasa. Biblia inasema hivi, Zaburi 132 na mstari wa 16, na makuhani wake nitawavika wokovu, na wataua wake watashangilia. Kwa hivyo wale makuhani wa zamani walivikwa, kuna yale mavazi na vitu zingine ambazo walikuwa wavikwe, lakini ukuhani wa sasa unavikwa, ingawa kuna zile nguo za makuhani, lakini pamoja na hizo kuna ule kuvikwa wokovu, kuna ile nguo ya wokovu. Hata Mungu akikuangalia anaona kabisa unapotoa ibada ya kumwabudu na kusifu, nakute ya kwamba wewe ni mtu ambaye Mungu anaona ya kwamba wewe una ile nguo ya wokovu. Na niseme hivi ya kwamba ile nguo ya kuhani, maana ilikuwa ni kanzo ndevu, ilikuwa ya kwamba ifunike uchi wake. Kwa hivyo Mungu hataki kuona mtu ambaye amekaa bila nguo ya wokovu. Maana watu wa zamani, Adamu na Hawa, tunaona ya kwamba walikuwa, kabla hawajatenda dhambi, hawakuwa na nguo, lakini walipotenda dhambi wakavikwa manguo, wakaanza kuvaa nguo ili kufunika uchi. Kwa hivyo katika nyakati zetu pia hatutakiwi, Mungu hataki kuona uchi wa wanadamu wanaoenda mbele zake kumwabudu. Wanataka watu wavalie mavazi ya wokovu, na itakuwa ni vizuri. Na pia sio kuvika tu mavazi, bali katika Petro wa kwanza 5 na mstari wa 5, First Peter chapter 5 verse 5, Biblia inasema hivi, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema.
Pia tunarudia lile lile neno la unyenyekevu. Inastahili watu pamoja na mavazi ya wokovu basi wajifunge unyenyekevu ndani yao, na Mungu anapendezwa na jambo hilo. Pia kuna kuvikwa kitu ambacho tunaita haki. Watu wajivike haki kama vile inavyosema katika Ufunuo 7 na mstari wa 9, Revelation chapter 7 verse 9. Nasema hivi: baada ya hayo nikaona, na tazama, mkutano mkubwa sana, ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe na wana matawi ya mitende mikononi mwao. Ile mavazi nyeupe ilisimamia haki. Wakati mwingine inasimamia amani, lakini hapa ilisimamia haki. Kwa hivyo hata watu ambao wanavalia mavazi meupe huwa wanataka kuonyesha ya kwamba wao ni wenye haki mbele za Bwana. Kwa hivyo tunavikwa haki. Si lazima nifae nguo ya white, lakini naweza kuwa mwenye haki. Mungu akiniangalia naona ya kwamba nimevikwa mavazi ambayo inaitwa haki. Na vile vile wale makuhani walitakiwa kuvikwa ama walitakiwa kuwa wenye haki mbele za Bwana ili waweze kutoa dhabihu. La nne ni kwamba tukiangalia katika Luka 24 na mstari wa 49, Luke 24:49, Luke 24 verse 49 inasema hivi: na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Tena kuna kule kuvikwa uwezo. Kwa hivyo Yesu aliwaamuru wanafunzi wakae Yerusalemu hata wavikwe uwezo utokao juu, kama vile makuhani wa zamani walivyopakwa mafuta kabla ya kuanza huduma zao. Hivyo hivyo nasi hatuna budi kuvikwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ili kama makuhani wa zamani vile walipakwa mafuta tuweze kuendelea na ile kazi ya huduma, ama ile kazi ya kumwabudu, kumsifu Bwana. Na hakuna kitu kizuri kama yule mtu aliye na Roho Mtakatifu akiendelea kumwabudu Bwana, kumsifu Bwana. Ile sifa inaguza hata wale wanaosikiliza, wanaoongozwa katika sifa ama ile hali ya kumwabudu Bwana. Inaguza mioyo yao, wanaweza kuzama vizuri na kuendelea vizuri katika Bwana, katika jina la Yesu. Kwa hivyo yale mambo yote tunaendelea kutayarisha. Ni kina nani hawa Mungu anaotafuta ili wamwabudu kwa kweli na roho? Naamini ya kwamba tunaandamana vizuri tukiangalia mfano wa kuhani wa zamani na kuhani wa sasa, na vile watu walitakiwa kuwa na mambo kama hayo. Tunaweza kuingia katika hatua nyingine. Tuangalie hivi: watumishi kama makuhani wa Agano Jipya wanaweza kumtolea Mungu nini? Tukiwa watumishi
na pia makuhani wa Agano Jipya. Ni nini hiyo tunaweza kumtolea Mungu? Tunafaa kumtolea Mungu sisi wenyewe. Kile Mungu anahitaji ni sisi wenyewe, ama kwanza inafaa tumtolee miili yetu kuwa dhabihu. Na hii Paulo alisema katika Warumi, waraka kwa Warumi 12 na mstari wa 1, aliweza kueleza jambo hili. Aliwasihi, maana sasa hakuna jambo lingine nzuri kama kuhani huyu akijua ya kwamba anafaa kumtolea Mungu mwili wake, maana katika mili yetu inatumika katika ibada hii ya kumsifu na kumwabudu. Paulo anasema hivi: basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa hivyo anawauliza ya kwamba vile wanaweza kutoa miili yao. Kwa hivyo ili ibada ikubalike mbele za Mungu, tutatoa miili yetu, na si miili yetu tu, hata pia unakuta ya kwamba katika kitabu cha Wathesalonike 5 na mstari wa 23 inaeleza vile ambavyo kuna sehemu 3 za mtu ambazo zimeunganisha na kuwa ndio sasa yani ule utatu wa mwanadamu. Ni sehemu ya mwili, sehemu ya roho, sehemu ya nafsi. Sasa unapoitoa yote kwa jumla mbele za Mungu, unakuta ya kwamba ile dhabihu ya sifa ambayo tuliona katika Waibrania 13 na mstari wa 15, basi lazima hiyo dhabihu itakubalika mbele za Bwana. Tunaweza kuirudia kwa ukumbusho ile Waibrania 13 na mstari wa 15. Ibrania 13 na mstari wa 15, basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Kwa hivyo unakuta ya kwamba tunatumia midomo yetu, na kwa hivyo lazima tujitoe sisi wenyewe, tutoe mili yetu na tuweze kuendelea katika ile hali ya kuungama matendo yake, jina lake mbele za Bwana, na itakuwa ni vizuri tunapofanya hayo. Na hata tunaona tunapoongea kuhusu vile tunatoa mili ama utatu wa wetu, tunaweza kuona katika Zaburi 103 na mstari wa 1. Zaburi, Psalms 103 from verse 1. Naona mwandishi wa Zaburi anasema, nafsi yangu umuhimidi Bwana, nam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Unakuta katika ile mistari miwili mwandishi huu wa Zaburi anataja ya kwamba nafsi yangu umuhimidi Bwana, na hata anasema hata vyote vilivyo ndani yangu. Kwa hivyo ni mwili wote. Wakati mwingine unakuta watu wameenda katika ibada ya kumsifu Mungu ama kumwabudu Mungu, lakini pengine roho yao haiko hapo, imehama. Roho yao imehama, imeenda katika mali yao ama katika sehemu zingine. Kwa hivyo ile ibada haitakamilika, na kwa hivyo Mungu anataka nafsi zetu na kile chochote kilicho katika mili yetu
kiweze kumtukuza Mungu katika jina la Yesu Kristo, na ile ibada itaweza kukamilika na kuwa nzuri na ya kupendeza mbele za Bwana katika jina la Yesu. Naona ya kwamba muda wetu ni kama umeishia hapo, na kwa hivyo tunaweza kutoa nafasi hii tuone kana kwamba tuna mtu aliye na swali, ama pengine kuna mahali ambapo hukupata kuelewa kile ambacho nimetaja, ama neno fulani limekupita, ama sehemu fulani nilisoma na hukuweza kupata. Inaweza kukumbusha tena na tunapoendelea katika jina la Yesu. Ama kuna swali lolote lile linalohusiana na ukuhani na ukuhani wa zamani na ukuhani wa nyakati hizi zetu za Agano Jipya, kwa hivyo tunatoa nafasi hiyo kwa ajili ya swali lolote kwa njia ya kuandika ama kuuliza. Takusikia, kusaidia, na itakuwa ni vizuri. Basi kama tukingojea swali, kusomee neno la mwisho la kufunga katika Petro wa kwanza, 1 Peter chapter 2 verse 9. Ya kwamba inaeleweka, lakini kuna sehemu ambayo nataka kuguzia tunapomalizia. Nasema hivi, Petro wa kwanza 2 na mstari wa 9: bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita toke gizani ukaingie katika nuru yake ya ajabu. Neno hili, underline neno hili, mpate kuzitangaza fadhili zake. Kwa hivyo hii ni sehemu ya kumsifu ama kumwabudu Mungu. Tunapoulizwa ya kwamba tutangaze fadhili zake, kwa hivyo tumefanyika kuwa mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Hiyo yote tumefanyika ili tuweze kutangaza fadhili za Mungu wetu, na fadhili zake ni za milele. Kunatakiwa watu ambao wataeleza hizi fadhili za Bwana ni za aina gani, kwa njia za nyimbo, kwa njia za kunena na maneno yetu. Inafaa kutangaza fadhili zake ili watu wamjue yeye ni wa aina gani. Na kwa hivyo sisi ndio tunaotarajiwa katika maisha yetu na katika mambo yote tuweze kutangaza fadhili za Bwana. Kwa hivyo hii ni tangazo ya ile hali ya kumsifu Mungu na kumuinua katika maisha yetu yote, na Mungu atapendezwa na dhabihu hiyo. Naona ya kwamba tumeweza kuguzia sehemu ya leo, na hivyo naomba Mungu wa mbingu awabariki, awatende mema, azidi kuwa pamoja nasi tunapoendelea na somo hili letu. Ni somo kubwa, ili tujue namna vile Mungu anataka tumwabudu, tumsifu, na tuweze kujitoa na kujipeana kabisa katika hii hali ya kutoa dhabihu hii itakao kubalika mbele za Bwana. Mungu akubariki, zidi kujitakasa na kunyenyekea mbele za Bwana katika mambo yote ambao tumeguzia siku ya leo. Ni ombi langu kila mmoja atakuwa na ombi, Mungu nisaidie ili niweze kufaulu katika ile hali ya kutoa dhabihu itakao kubalika mbele za Bwana. Kwa hivyo nauliza tuombewe
na ili tuweze kufungia hapo kwa leo katika jina la Yesu Kristo. Taomba na tuwe na usiku wa baraka katika jina la Yesu. Tuombe. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, tunasema ni asante. Thank you Jesus. Zako Bwana. Amen. Jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Asante kwa maana Bwana unazidi kutuelimisha mfalme mwema. Yes. Jinsi ambavyo tunafaa kuwa mbele zako katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina. Tunakushukuru Bwana kwa maana umetupa nafasi hii Bwana tukaendelea na haya masomo. Yes. Tuamini ya kwamba Bwana utazidi kutuongoza, utazidi kutusaidia mfalme mwema, na ili tuwe wema mbele zako mfalme mwema katika jina takatifu la Yesu Kristo. Na ili hata tufike kiwango ambacho Bwana unatazamia tuwe nacho mfalme mwema, katika hali ya kukuabudu, katika hali ya kulisifu jina lako, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Asante kwa maana Bwana utazidi kuwa pamoja nasi katika jina takatifu la Yesu Kristo. Tunaomba ulinzi wako usiku wa leo mfalme mwema. Yes. Na tunaamini ya kwamba Bwana hata siku ya kesho tutapata nafasi nyingine kama hii mfalme mwema, kwa ajili ya nguvu na uweza wako katika jina la Yesu. Uinuliwe tena uabudiwe maana wewe ni mwema, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Bwana tunaomba pia tunalitukuza jina lako. Amen. Amen. Muwe na usiku wa baraka, tunawapenda. Asanteni. Tutaonana kesho panapo majaliwa ya Mungu wetu. Asanteni.